Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Tupo kwenye jambo la Gigy Money na moja kati watu wa karibu kabisa ambao pia wamekuja kushuhudia tukio zima la dada yetu Gigy Money pamoja na Aristote ambaye pia siku nyingi hatujaweza kumuona. Na kwenye shughuli ya dada yake ameweza kuwasili. Ndugu yangu, kwema? Kwema ndio. Mambo yanakwenda? Fresh kabisa. Siku nyingi hatujaonana. Niko busy na kutafuta hela. Okay. Yes. Sawa. Tuzungumzie kuhusiana na jambo la Gigy. Leo Gigy anaingia kwenye familia na imani pia ni moja kati ya watu wa karibu kabisa wa Gigy Money. Labda pengine kwanza taarifa ulizipata wapi? Alikupigia simu, ulikuwa kwenye grupu, na je, picha gani ilikuijia kichwani kwa haraka haraka ulivyosikia Gigy Money anaolewa? Nilikuwa niko busy na mambo yangu, ghafla nikaona mtu amejoin kwenye group ya mchango. Sikutaka kwa kinyonge, nikachokoza nikamwambia milioni moja hiyo kwanza nimalizane na nyie, nikachukua milioni nikampa. Lakini yote tisa baada ya hapo Gigy alinipigia simu, nikaongea nikamwambia Gigy, hii michango unayosema kama watu tuchangie watu wako wa karibu na umetangaza harusi ni serious, kwa sababu harusi sio kitu cha sport. Nikizani mmeshuhudia Sutibega ameoa leo, jua alijazama tu watu wameachana. Na tumechangia hivyo hivyo tena. Na wewe hii ni serious au vipi? Kama umeamua kweli kuolewa, kama umeamua kuingia kwenye ndoa, focus na ndoa. Kuwa mwanandoa. Kwa sababu ndoa ukitania nayo inakutania. Sijui unanielewa lakini ndoa ina baraka zake. Ukishaamua kuolewa na umeamua kuolewa kabisa kutoka moyoni, kuna baraka za ndoa, kuna mafanikio utayaona. Mimi ni shuhuda, nimepata mafanikio mengi baada ya kuoa. Yes. Aristote, mtu akikutazama dress code yako na tukio ulilopo anaweza akasema Aristote aamini kama dada yake ndo anamuozesha hivyo, au ni kwamba unakuja na dress code ya pili baada ya hii ulioivaa sasa hivi? Amna, ukiwa na kipato kikubwa, kipato kishaongezeka, kuvaa kunakuwa kukupeleki muda. Ukiangalia asilimia kubwa watu wenye walijipimpo hapo, ukiwaambia sasa hivi bilioni moja kwenye akaunti wanaisikia kama story tu. Hawana hela. Kwa hiyo ukiwa na hela kuna baadhi hata kwenye kuvaa kunakuwa kupeleki muda. Confidence inakupa kwenye akaunti yako. Benki ndio inakupa confidence. Mimi navaa chochote. Unaona mpaka nguo imechanika hii. Yes, unaweza kana imechanika unafikiri imechanika, kibe yake nikikwambia utakimbia. Siwezi kutaja, sipendi kutaja. Unawapa space na sipendi kuongeza masufuri, sio mambo yangu. Yes. Kwa hiyo hii ni dress code ambayo ulipanga. Nimeamua tu mimi mwenyewe. Yes, nimetoka tu, yani nimetoka nilikuwa ni hivyo nikakatiza. Yes. Kitu kikubwa ambacho unaweza kumwambia Gigy Money baada ya maisha yake yote aliyoyaisha akaamua sasa hivi niingie kwenye ndoa, kitu gani kikubwa ambacho unaweza kumshauri kama mtu ambaye uko kwenye ndoa muda mrefu? Ushauri wangu mkubwa, kama ameamua kuolewa, sitegemei kesho kutwa nikasikia Gigy wameachana, mapicha nikayaona, Karima story kaanza kuposti kumekucha, kumefanya spendi yao mambo mimi siyapendi. Hasa kwenye ndoa mimi sipendi vitu vya utani. Na nimetegemea kitu kingine kenye sijakiona hapa. Sijaona wasanii wengi kwenye hii harusi. Muda bado, lakini kumbuka sasa hivi tunakimbilia saa 3. Sijui unaelewa, unaenda watu sasa hivi unafikiri utakuja saa 5. Haiwezekani. Alafu ni ukumbi wa jeshi, una limit. Una limit. Kwa hiyo nimetegemea ndaona wasanii wengi, kwa sababu Gigy ni mtu wa watu. Gigy huwa akiitwa kwenye vitu vya watu huwa anaitikia. Gigy sio mnafiki. Akiitwa sehemu lazima afanye nini? Afike. Nimetegemea ndaona wengi, lakini sijawaona wasanii wamemvimbia. Na waache swala la kuvimbiana, tuache, tunategemeana. Unamwona bi harusi kule lakini nimemwona. Mashaallah, neno moja bwana kwa bi harusi. Muonekano wake vipi? Aristote, wewe upo kwenye ndoa muda mrefu, nakumbuka tulihudhuria ndoa yako na ilikuwa na watu wengi sana. Labda pengine kama unavyojua wabongo mara nyingi huwa wanasema ndoa Aristote amealika watu wengi itaishia siku za hivi karibuni kama ilivyokuwa ya Sutibega. Labda pengine kuna watu wanatamani kuingia kwenye ndoa Aristote, unahisi master wengi ndoa zao zinafeli sehemu gani ndio maana zinakufa? Wanaoa makahaba. Rudia kauli yangu, wanaoa. Rudia kauli yangu, siogopi kuwa na confidence. Wanaoa makahaba. Uwezi kukutana na mtu Instagram leo baada ya mwezi ukatangaza ndoa. Hiyo sio ndoa. Ndoa lazima mjuane, ujue tabia ya mtu ajue tabia yako, mtu ajue na malengo gani, ujue kabisa huyu ni mke naenda kumuoa, au huyu mke anatakiwa kujua huyu mwanaume anatakiwa ni muoaji kweli. Lakini ukiona ndoa, watu wasanii wengi ndoa zinakufa, wanaoa makahaba. Kwenye ukahaba kuna pande zote mbili. Mwanaume anaweza kawa kahaba au mwanamke akawa kahaba. Lakini kama mmeamua kuolewa au kuoa, watu mmepeana ile space, ile distance, ukamjua mtu kwa undani, ukajua huyu ni mke, kesho kutwa ukamuoa, lazima mdumu. Lakini kuna baadhi ya watu sasa hivi wanaoa, unaweza kumuoa mwanamke hata familia yake huijui.
Hujui mama yake, hujui baba yake, umeamua kuoa kesho sijui hivi na hivi. Ndio hicho ndio kinachotokea sasa mara nyingi. Wewe uliwahi kusikia watu wametongozana baada ya mwezi watu wakaoana, hiyo ni ndoa? Unamaanisha unamsema Sutibega? Sijataja jina la mtu bro. Aristotle, zamani ulikuwa karibu sana na wa mastaa wa kike na mara kadhaa tulikuwa tukikuona, lakini sasa hivi umejidistance sana, uko zako unauza viwanja huko. Yes. Bize kabisa na mambo yako. Kitu gani kilikufunza ukasema hapana, wa mastaa wa kike nikizubazuba ndachelewa? Ujue kuna urafiki wa bata na kuna urafiki wa business. Marafiki nilionao sasa hivi ni wa tofauti na kipindi kile. Marafiki sasa hivi tunakaa mezani tunaongelea hela, tunaongelea biashara, tunaongelea wapi kuna plot, tunaongelea wapi nitikia nijenge muundo gani wa nyumba niuze nipate hela. Unaelewa? Si ile biashara ya kukaa tuna discuss Jumamosi wapi, Ijumaa wapi, sijui tutoke lini, hiyo hauko nishavuka. Unajutia maisha ulikuwa unaishi na Irene? Sijajutia katika maisha, siwezi kujutia ni yale maisha nilikuwa naishi na Irene kwa sababu amenipa exposure baadhi ya vitu. Kuna mahoteli nimelala sijawahi kuyalala kwa sababu ya Irene. Unaelewa? Na alikuwa ni mchango fulani ameongeza hata usta wangu mwingine Irene kafanya nini kuchangia. Kwa hiyo mchango wa Irene kwangu mimi na appreciate. Na hadi leo Irene rafiki yangu kina chat naye, napiga naye story. Yaani ule ni rafiki hapo Aristotle. Tumeona dada yetu Hamisa aliolewa, Gigiman leo anaolewa. Hapa pia ndugu yetu Aristotle na wewe uko ndani ya ndoa. Una wish siku moja na wewe usherekee labda pengine ndoa ya rafiki yako Irene Uwoya? Sana. Hakuna kitu nakisubiri kama hicho. Natamani kweli, natamani kesho kutwa Irene atangaze ndoa. Unazungumza naye? Maana mwisho juzi kwenye ile swala la ndoa. Nakikaa naye naongea naye namwambia Irene vipi? Ananiambia Aristotle sio kitu cha kurupuka. Hebu acha niangalie kwanza. Na ni kweli akisema hivi na mimi nakaa kimya. Akiniambia tu ndoa sio kitu cha kurupuka. Mimi najua. Kwenye A-list kuna mwingine ambaye unazungumza naye tofauti na Irene? Naongea na wasanii wote. Tunatarajia kupokea harusi ya Kajala na Harmonize. Mwaliko mwenzetu ushapata? Sijapata mwaliko lakini Harmonize mimi na chat naye muda wote. Na chat naye DM. Mmemaliza Kwani tulikuwa na ugomvi? Mara nyingi tulikuwa nakusikia unamsema vibaya wakati mwingine kwenye interview zako. Amna, sio kumsema vibaya, yule ni star. Muda mwingine lazima aongelewe, asipoongelewa Harmonize ataongelewa nani? Si amsema vibaya. Hivi unaanza kumpa ushauri wa ndoa? Sasa unamwandaa kwenye ndoa inaga ushauri. Ushauri wa ndoa ni wewe mwenyewe ndio serikali yako kwenye swala la ndoa. Ndoa inaga ushauri. Na ukijifanya sana mshauri kwenye ndoa lazima mambo yanakuwa sio. Na Kajala ni mtu wa namna gani kama unavyosema mnazungumza? Siwezi sema Kajala ni mtu wa aina gani kwa sababu sijawahi kuwa karibu na Kajala. Ungeniambia Irene ni mtu wa aina gani? Mimi nikikwambia Irene ni mtu wa aina gani? Kajala ana psycho yake. Unaelewa? Kajala na psycho yake. Mimi Kajala sio psycho yangu. Sijui unanielewa? Yaani wale hao unawataja nikikutana nayo tu mambo poa. Hai, Aristotle uko poa. Unazungumza kawaida. Yaani ile in deep, kuingia in deep. Yaani sio psycho. Yes. Sio psycho. Kitu kikubwa cha kumwambia mume wa Gigi sasa. Mume wa Gigi kwanza ajue ameoa star. Yaani unaelewa? Mume wake Gigi ajue ameoa star. Na Gigi kama unavyomjua. Gigi anapenda bata. Siamini kama akiolewa taacha bata. Gigi anapenda bata. Amebadilisha dini sasa. Na akumbuke kama ameoa mwanamke mwenye tayari na mtoto. Yaani mume wa Gigi anataka kujua kama Gigi ana nini? Ana mtoto. Kwa hiyo mapenzi asiyapeleke kwa Gigi tu, apeleke mapenzi na kwa mtoto. Yule mtoto wa Gigi sasa hivi anakuwa yani baba yake ni huyu hapa. Sijui unanielewa? Ukipenda ua, penda na nini? Yes. Akifanya hivyo atamuwini Gigi. Lakini akisema mapenzi tu ni kwa Gigi, kesho kutwa utasikia tu. Yes. Basi nenda ka enjoy. Karibu kwenye ulimwengu wa kujua kutofautisha.